Naitwa Mtula Kinonzi Junior, Governor wa Makueni. Hivi leo tumefanya mkutano wa 3 na washikadau ambao wanatusaidia katika mipango ya maendeleo. Kwa kimombo tunawaita partners development, ambao kwa miaka 3 wamekuwa wakitusaidia katika mipango ya maendeleo kwa sekta mbalimbali ambazo wamekuwa wakitumia fedha zao. Tumetumia fursa hii kwanza kuwashukuru kwa fedha na hela ambazo zimetumika katika kaunti ya Makueni, na kuwashukuru kwa sababu pesa nyingi ambazo zinatumika na hawa wafadhili zinatoka katika nchi mbalimbali ambazo zinatumia kodi yao. Na pia tumetumia fursa hii kuwapatia feedback ya wananchi ni nini ambacho tumekifanya, na tumetengeza pia mkataba maalum wa kuonyesha ni nini tutakuwa tukifanya miaka inayokuja kuhusiana na wafadhili. Tutakuwa tukifanya kazi gani, kwa sababu kwa miaka hiyo 3 tumekuwa nikisisitiza kwanza kwamba wale ambao wanafanya kazi Makueni waanze kazi yao kwa ofisi ya gavana. Hata sasa tunapozungumza kuna watu pia wanafanya kazi Makueni na hawajulikani wanafanya kazi gani na wanafanya na kina nani, na wakienda haijulikani wamefanya kazi gani. Kwa hivyo tumetumia jukumu hii kuwahimiza kwamba itakuwa mwafaka tukae chini tuzungumze. Wale ambao wamekaa katika vitengo mbalimbali, kwa mfano wale ambao wana deal na mambo ya maji, sanitation, agriculture, wamekuta kwamba tukiwapatanisha wakuje pamoja. Mpango kama ule ambao tulifanya feasibility study ya kutoa maji ya mto ardhi kutoka ardhi mpaka mlima unaitwa Kalimakoi Masongaleni, na feasibility study imeonyesha kwamba mradi huu unataka takriban ya milioni 184. Inawezekana kuwa wale wafadhili wako hapa tushikane, kila mtu afanye milioni 20 na tuhakikishe kwamba mradi huo umetendeka kwa mwaka mmoja, badala ya vile tunampangilio kuifanya kwa sura tofauti. Kwa hivyo hiyo ndio mpangilio maalum ili tuwashukuru na tuwalete pamoja. Wengine wamejuana leo, ndio waendelee kujuana. Pia sectors ambazo wamekongomana pia wajuane, kwa sababu sasa wamejuana, na tunatarajia kwamba tukifika mwaka ujao na mwaka unaokuja tutakuwa tumeweza kuleta sekta ambazo zinafanya kazi moja ziwe zinaweza kukutana bila kuleta watu wote katika mahali pamoja. Sekta ya maji, sekta ya ukulima, sekta ya afya wakae pamoja ili tuweze kutafuta matokeo ya rahisi na pesa ziwe zinatumika vizuri, na pia sisi kama watu wa Makueni tuweze kuwajulisha. Tulikuwa na takriban ya wafadhili 100, zaidi ya 100 leo. Na hao ni wachache kwa sababu ni wengi kuliko hawa, na kila mmoja wao amefanya shughuli moja au nyingine katika kaunti ya Makueni. Ndio tumejua kwamba watu kama World Vision walianza kazi yao Makueni mwaka wa 1974, wengine 2012, 2011, na ni jambo muhimu ambalo lifai kupuuzwa. Tulikuwa na mabalozi ambao walikuwa wametumwa na mabalozi wao, manaibu wa mabalozi ambao walikuwa hapa, na ushirikiano utatusaidia. Tulikuwa pia na wasimamizi wetu katika Council of Governors, kwa sababu pia wanatafuta njia mwafaka ya magavana waweze kuwa wanaweza kutana na wafadhili katika kongamano letu la magavana, yani COG. Na tarehe 2 mwezi wa 12 wameita wale ambao ni wafanyikazi wetu tuweze kusaidiana, tutafute strategy kama ile Makueni imeifanya, ili kongamano la magavana iwe pia na strategy ya kuleta wafadhili wetu wanasaidia counties kwa njia nyingi, wao wanaweza kukutana mahali pamoja. Na ni kwa sababu ile kazi ambayo wafadhili wanafanya ingekuwa ni fedha ambazo tunazitafuta, hiyo miaka 3 hatungezipata. Na nyinyi mnajua kwamba kama kaunti ya Makueni mwaka wa kwanza tulipata fedha za mwezi 11 si 12. Mwaka wa pili wakutupatia fedha zote, na mwaka wa 3 wakatukata takriban ya shilingi milioni 265. Kama si hawa wafadhili, vitu nyingi ambazo tumezifanya katika sekta hizo ambazo nimezitaja zingekuwa zimekwama. Kwa hivyo tunataka tutafute sheria kama inawezekana. Na nimezungumza na mabalozi wengi
wanataka watafute njia ambayo wanaweza kusaidia counties kwa njia ambayo ni direct. Wakija wanatafuta mradi wa maji, wanaleta wanatengeneza maji kupitia wafadhili wao ama kupitia njia zingine, bila kupitia njia mrefu ambazo pesa zinachukua muda kabla zijafikia hizi serikali za ugatuzi. Katika katiba yetu ilitarajia kwamba tutakuwa tunategemea wafadhili, na ndio kwa sababu katika kitengo cha fedha counties zinapata fedha either kupitia katika mgao wa pesa ambayo tunaita division of revenue, conditional grants ambazo zinakuja directly kutoka serikali kuu ama indirectly kupitia wafadhili. Ni jambo ambalo lilikuwa limetegemewa litafanyika, na vitabu nyingi zimeandikwa zikionyeshana kwamba kuna watu ambao wanataka kutusaidia, wanataka kusaidia Kenya na serikali za ugatuzi, kwa sababu katika nchi zao kama Ujerumani, Ufaransa, serikali zao za ugatuzi zimejidumu, ama nchi ya South Africa ambayo ilitusaidia sana katika sheria ambayo tunaitumia sisi leo ambayo imetuletea serikali za ugatuzi. Si ati tunaegemea sana, ni jambo ambalo lilikuwa nafanyika hata kabla katiba hatujapata katiba mpya. Ni vile tu sasa kwa sababu serikali za ugatuzi ni mpya, sectors ambazo tunazitegemea watusaidie ni mpya, na kwa hivyo itachukua muda mrefu kabla serikali za ugatuzi ziwe zinaweza kujimudu katika sekta hizi ambazo nimezitaja. Na nitasema pigo ambalo tulilipata kama county za ugatuzi wakati USAID Kenya kupitia kwa ile taarifa ilitoka kwa rais wao kuachisha kazi ambayo walikuwa naifanya huko. Wale ambao walikuwa na madhara ama walikuwa na ugonjwa wa malaria, ugonjwa wa saratani, ama ugonjwa wa HIV, walikuwa wanaweza kupata madawa haya kwa nyumba zao. Walikuwa wanafuatwa mpaka kwa nyumba, wanaenda wanapatiwa madawa na walikuwa wanajulikana kwa jina. Kwa wakati huu, kwa sababu stigma ya magonjwa kama haya haijaisha, wengi wanaogopa kwenda katika zahanati zetu. Mimi ninajua kuna watu wanaenda katika zahanati wakiwa wamevaa buibui kwa sababu wanaogopa, kwa sababu stigma ile ambayo inaletwa na magonjwa haya haijaenda. Kwa hivyo ni kama nchi tunafaa kuwa na mikakati ambayo inasema baada ya wafadhili kuenda tutaweza kujitengenezea madawa ambayo yatatusaidia katika magonjwa haya ambayo hawa wanatusaidia. Kwa hivyo ni jambo ambalo kama nchi hatujaketi na ilhali inatudhuru sana. Policy za mambo za watu kama wafadhili kama hao zinafaa kuwa zinatengenezwa katika serikali kuu ili tuweze kutafuta njia mwafaka ya kujimudu. Lakini ni vizuri niseme kwamba USAID Kenya walikuwa wamesign mkataba na kila county na national government ya miaka 3. Walienda kabla hiyo miaka haijaisha. Kwa hivyo si ati ni kitu ambacho kilikusudiwa, ni kitu ambacho kilikuja kwa ghafla. Wale ambao walifanya sekta ya maji USAID Kenya, ni vizuri sisi tulikuwa na bahati kwamba wakubwa wao walikuja nchi Kenya mwezi wa 12 kabla hatujapata taarifa hiyo, na tuliweza kumaliza miradi mingi ya maendeleo. Asante.